Habari za muda huu mtazamaji wa UTV, ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani kupitia hapa. Nami ni Sauda Hussein, ambapo nakuletea mahojiano mbalimbali na wanawake katika sekta tofauti. Na leo kwa bahati nzuri kabisa tuko na mkulima hapa. Dada mzuri mrembo, lakini ni mkulima na mfanyabiashara wa mazao ya mahindi na alizeti, lakini vile vile akifanya biashara za kompyuta pamoja na usambazaji wa vifaa vya kompyuta. Tunakwenda kusikia mengi sana kutoka kwake, lakini kwa sasa tusikilize kwa ufupi wasifu wake. Aziza Hussein Kaku ni mhasibu, mfanyabiashara na mkulima mwenye uzoefu katika uendeshwaji wa biashara na masuala ya kifedha. Ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Azelita, kampuni anayoiongoza katika shughuli za kibiashara kwa kusimamia mipango, rasilimali na maendeleo ya taasisi. Kitaaluma ana stashahada ya juu ya uhasibu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, mafunzo ambayo yamemjengea msingi katika usimamizi wa fedha, tathmini ya miradi na uendeshwaji wa biashara kwa kuzingatia nidhamu ya kifedha. Mbali na majukumu yake ya kikazi, Aziza anajishughulisha na shughuli za kilimo, akiamini katika uzalishaji kama nguzo ya uchumi wa mtu binafsi na jamii. Anaunganisha uzoefu wa ajira, biashara na kilimo katika kujenga misingi imara ya kipato na ajira. Katika eneo la uongozi wa vijana, ni mjumbe wa Baraza la Umoja wa Vijana mkoa wa Dar es Salaam, akishiriki katika mijadala na shughuli zinazohusu maendeleo ya vijana na ushiriki wao katika masuala ya kijamii na kisiasa. Kupitia uongozi wake, Aziza amekuwa akitoa mafunzo ya kilimo na ajira kwa vijana, na ndoto yake kubwa ni kuwekeza zaidi katika kilimo na biashara ili kuwezesha vijana kiuchumi. Naam, huyo ndio Aziza Hussein ambaye niko naye hapa leo katika Kidani. Habari Aziza? Nzuri. Za kwako? Salama tu. Hongera na pole kwa kazi. Asante sana Sauda. Nataka kukuuliza swali ambalo usijui kama napewa huwa unaulizwa na watu. Dada mrembo kama hivi unaweza kulima kweli? Mimi naweza kulima. Haimaanishi kufanya kilimo ni kazi ya mwanaume tu. Hata wanawake tunalima pia. Ni utayari. Ni utayari. Na shambani unaingia kweli kweli? Of course. Naingia, ninapanda na nataka kujifundisha kuendesha trekta sasa. Oh. Yeah. Okay. Wapo wengi huwa wanajaji kwamba Aziza unalima kweli au unapiga kilimo cha WhatsApp tu. Lakini wengine wapo huwa wanauliza kwamba unawezaje kulima? Yaani wewe unalimaje? Lakini mimi huwa nilikuwa tayari, yani nilikuwa tayari na namna ambavyo mzazi wangu alikuwa amenijenga na kunionyesha kwamba kilimo si kitu cha kufanya mwanaume tu, au sio kitu cha kufanya watu wazima. Zamani watu walikuwa wanajua ili uwe mkulima ni lazima uwe mtu mzima. Kwa hiyo mimi niliona ninaweza na nikajiamua kujikita na sekta ya kilimo. Tuambie historia yako kidogo mpaka ulipofika hapo kwenye kilimo, ilikuwaje? Mimi nilianza kulima nikiwa mdogo sana, lakini kwa usimamizi wa mashamba ya mzazi wangu wa kiume. Alikuwa akinituma katika shughuli zake za kilimo, alikuwa akilima tikiti nzizo. Kwa hiyo niko inspired sana na mimi kufanya kile kitu. Yaani sikuwahi kufikiria atakuwa daktari, sikuwahi kuwa nani, sikuwahi kufikiria. Nilikuwa nasoma lakini mwisho nasema mimi nitakuja kuwa mkulima. Nilianza kufuatilia mashamba babangu nikiwa form 4. Yaani nimemaliza form 4 na ananiambia nenda site, kaangalie kule wanafanya nini, kwa sababu yeye alikuwa ni mwajiriwa hapo, yuko busy sana. Na kuna muda alikuwa akitoa, kuna hasara na sio hasara. Ila na mimi nilikuwa mbaili. Naona mtu akija kununua kitu shambani ananipunja hela. Kwa hiyo nilifika tu mpaka nikaenda masokoni, nasimamia matikiti yangu pembeni. Okay. Yanauzwa pale, nikishauza nachukua hela yangu naondoka. Kwa hiyo baba mwenyewe alikuwa anaona kwamba niko nifunza, na mimi nilikuwa naona niko nifunza kwa sababu unapata experience kwa watu, unajua soko liko vipi. From there nikawa taratibu, namkuta mzazi wangu anabadilisha kilimo, nikamkuta analima alizeti na mahindi. Na mimi nikajikita na hiyo sekta ya alizeti na mahindi mpaka sasa. Kwa baba aliachana kabisa na matikiti? Yes. Kwa nini? Matikiti ni zao gumu. Kwanza linahitaji usimamizi mkubwa sana. Lakini linahitaji uangalizi mkubwa sana. Hata soko lake pia, mtu anapoona mahindi yako sokoni mengi au barabarani, sio kwamba soko lake ni rahisi sana. Yes. Hem, tuambie picha nzima kuhusiana na kilimo kikoje. Kuna mtu anatamani sana kilimo, umesema umemaliza shule lakini ukaamua kujikita sasa kwenye biashara. Maana pia kilimo tuseme na yenyewe ingia moja kwa moja kwenye biashara. Yaani aina gani ya kilimo unafanya? Je, cha kuuza nje ya nchi ama hapa una supply hapa nchini na vitu kama hivyo? Kwa sasa nalima kilimo cha kuuza hapa, lakini na wish
ifike muda nianze kuuza nje, na natafuta masoko ya kuuza nje ya nchi. Lakini aina ya kilimo ninachokilima mimi sitaki kuja kuiuza nafaka. Nataka kuja kusupply au kutoa mafuta mwenyewe. Yes. Kwa maana ya alizeti. Yes. Nianze ndio niko katika utaratibu wa kuanzisha kiwanda kidogo cha kukamua mafuta mwenyewe. Kwa sababu naendelea kujifunza kila leo. Kila siku naona wakulima wanachokifanya. Na najifunza kilimo cha alizeti kupitia wenzangu. Kwa hiyo nimeona kwamba ukilima ukatoa zile mbegu za alizeti ukazikamue, unapata faida nzuri zaidi kuliko useme ukaingiza sokoni uze vile vile. Yeah. Kuna faida mbili unapata. Unapokamua unapata kuna kitu kinaitwa mashudu. Yale mashudu yanatumiwa na kuku, lakini kuna watu wanasema wanakula mashudu. Kwa hiyo unapata bidhaa mbili pale, unapata mafuta, unapata nayo mashudu. Yes. Lakini unapoenda kuuza peke yake ukiwa umeshaitoa pale haujaikamua, ni kitu kimoja tu ndio unachoenda kukiuza. Unaenda kuuza mbegu kama zile mbegu ili mwenzako mwingine. Ni muda gani wewe utenga kwa ajili ya kilimo, kwa sababu una biashara nyingine unafanya na una mambo mengine pia unafanya? Ni muda gani unahakikisha kwamba nitasimamia shamba na vitu kama hivyo? Ukitaka kuwa mkulima ni lazima uchague aina ya zao ambalo unataka kulilima. Kuna mazao ambayo yanahitaji mtu kila siku uwe shamba. Lakini kuna mazao ukishamaliza stage ya kwanza itakuhitaji kuwa shamba wa stage ya pili. Muda mwingine unakuwa tu unapewa feedback kwamba kuna kitu fulani kinaendelea. Kwa hiyo aina ya zao ambalo mimi nimelichagua, alizeti na mahindi, ni zao ambalo halihitaji mtu muda wote kwa shamba. Lakini sio kwamba shamba hakuna msimamizi ambaye anatazama na kukupa feedback. Yeah, aina ile unafika, kwa mfano kama mimi huwa kwanza naenda saa ya kupanda, tunaenda tunapanda wote. Nimemaliza kupanda, naona mbegu yangu pale imeisha imepandwa, eneo ambalo nahitaji kupanda limemalizwa kupanda, naondoka. Kwa sababu najua ni muda gani nahitaji palizi. Kwa hiyo ule muda ambao unakuwa unabaki pale, vikianza kutoka na namwambia yule kijana wangu kule kwamba angalia panzi wasiingie katika shamba. Sasa feedback ambayo naisubiri hapo, kitu kimetoka ardhini au hakijatoka. Je, panzi wameingia au hawajaingia? Then kuna stage ya pili ambayo ni kufanya palizi. Unatoka unaenda unafanya palizi. Baada ya hapo ukishafanya palizi unabaki tu kuangalia sasa nipige dawa au nisipige dawa, na haichukui muda mrefu kukua. Yes. Okay. Kilimo kinategemea pia hali ya hewa ili kitu kiweze kuwa kizuri, mazao yatoke na nini. Tumeona pia kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakulima wengi wamekuwa wakilia na wengine wakibadilisha mazao kutoka zao moja kwenda lingine kulingana na mazao ambayo yanavumilia ukame. Swala la hali ya hewa namna gani linawaathiri? Mabadiliko ya hali ya hewa namna gani linakuathiri ama namna gani linakupa changamoto kwenye biashara nzima ya kilimo? Okay. Alizeti haihitaji mvua nyingi. Alizeti inaweza kanyesha mvua kidogo sana. Inahitaji manyunyu, unyevu tu. Sio kama mahindi, na ndio maana sijajikita sana na mahindi, nimejikita sana na alizeti. Yaani mahindi yamekuja kama backup tu ya alizeti, na kutokana kuna watu wengi wanahitaji, kwa hiyo nikasema subiri niipe backup alizeti. Lakini alizeti ni zao ambalo halihitaji mvua nyingi sana. Mfano kama sasa hivi tuliambiwa kwamba mwaka huu kutakuwa hakuna mvua, lakini mimi nilipanda. Kwa hiyo mvua imekuja baadaye nimeshapanda. Ikiwa nyingi, ikiwa kidogo, lakini alizeti haihitaji sana mvua. Inahitaji manyunyu machache sana. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia ukitaka kuwa mkulima hakikisha kweli unakuwepo shambani, kwa sababu wale watu pia ambao unawaweka shambani kuna namna uaminifu unakuwa ni mdogo. Kuna chochote ambacho kimewahi kukuta wewe katika mazingira hayo ya biashara yako ya kilimo kama changamoto hasa kwenye uaminifu wa utunzaji na mrejesho ambao ni sahihi wa shamba? Changamoto zimenikuta na bado zinaendelea kunikuta. Changamoto katika kilimo haziishi bali zinapungua. Of course unaweza kuwa umemwachia kijana mbegu, umemwambia nenda kapande, nakimbizana na mambo mengi unajua. Hawezi kupanda mbegu inapotakiwa. Baadaye anakuja kukuambia mbegu sehemu fulani haijatoka, kumbe ile mbegu hakufanyaje, hakuipanda. Lakini unamwambia nijitahidi unipe feedback kwa haraka kama panzi wameingia, kwa sababu panzi ni wadudu ambao wanashambulia sana alizeti. Lakini changamoto zingine unaweza kumwacha kumwambia jitahidi kupitia mashamba. Unajua katika wakulima lazima wafugaji wawepo. Dakika 2 unaambiwa wameingia ng'ombe. Kwa moja hasara ambayo nilipata msimu wa mwaka jana, kuna shamba moja lilikuta limeliwa na ng'ombe lote. Na ndio ilikuwa iko stage ya mwisho kama mwezi mmoja kuvuna.
lakini ni changamoto za kilimo ambazo lazima yani ukiwa mfanyabiashara, ukiwa mkulima lazima utake risk. Yeah. Inakuwaje ikitokea situation kama hiyo, inakulazimu kubadilisha kijana ama unamlipisha ama kwa sababu wewe tayari ni bosi kwenye lile eneo? Katika kilimo ukisema ubadilishe kijana utabadilisha kila siku. Na ukisema ubaki na huyo atakutia hasara kila siku. Moja ya principle ambayo nimeiweka, mwanzo alikuwa anaonekana sana mzazi wangu wa kiume ambaye ni babangu, alikuwa anaonekana. Sasa wakawa wanamchukulia kama mtu mzima aseme. Lakini mimi niko very strict, wananifahamu. Lakini mfanyakazi wako ile awe bora, ni lazima naye umwezeshe mambo yale bora. Ukimpa mazingira mazuri ya kufanya kazi, lazima atakufanya kazi yako vizuri. Kwa hiyo mimi niliweka principles zangu chini. Nataka ufanye hichi, nataka ufanye hichi, nataka ufanye hichi. Kwa hiyo akanijua mimi nilivyo. Kwa hiyo sijabadilisha kijana, japo aliteleza, lakini najitahidi kila siku kumtrain vile mimi ninavyotaka. Ni mtu gani ambaye huwezi kumwajiri kabisa? Maana kuna mmoja anambia kuna vijana wanaotoka mkoa fulani huwezi kuajiri kabisa, ni wavivu. Of course, watu wanaotokea ukanda wa Pwani. Na ndio watu walionirudisha nyuma katika kilimo cha matikiti. Unamwachia dawa apige, ukinini kaenda kulala. Mimi nilikuwa na tabia ya kuvizia. Na kuachia taski, naondoka, lakini baada ya dakika kadhaa narudi. Au siku ambayo wewe hujui kama anakuja, mimi nakushtukiza anakuja. Yes. Kwa hiyo vijana wa Pwani siwezi kuwapatia kazi. Yes. Lakini vijana tunaowapenda sana ni Wasukuma. Yes. Na hata pale nina kijana ambaye anafanya kazi, ni Masai kwa kuniangazia mashamba, lakini vibarua huwa natoa kwa vijana ambao ni Wasukuma wako maeneo yale. Mafupi baada niko hapa na mkurugenzi mtendaji wa Azelita Company ambaye ni Aziza Hussein. Aziza ni bosi wa namna gani? Kwanza mimi sio bosi. Mimi ni mwongoza njia. Mwongoza njia, yes. Wengine wanapenda kuitwa bosi, wengine hawapendi. Mimi nikikaa shamba ninaongoza. Tufanye hichi, tusifanye hichi. Sio kwa uendeshaji wangu wa trekta, sio vibarua ambao unaweka pale, kwa sababu kama zile shughuli zote za upandaji na mimi nashiriki. Ambacho sikiwezi nitasema sikiwezi. Na kuna muda tunapimiana, umelima ukubwa fulani inatakiwa nikupatie kwa sababu kuna vibarua. Kwa hiyo nitapima mwenyewe na nitafanya mwenyewe. Mimi sio bosi, mimi ninafanya. Lakini kuna muda ninakaa nawapikia vijana wangu, si ninawapa bonus ili waenjoy kufanya kazi pale kwangu. Kwa hiyo ninawapikia. Siwezi nikasema mimi ni bosi. Mimi nashirikiana nao ili wanitolee kile kilicho bora. Kwa nini kilimo afu kaja huku tena kwenye kompyuta? Aziza, mimi ni Aziza ambaye napenda pesa ya kila siku. Pesa ya kilimo ni pesa ya kuisubiri msimu kwa msimu. Lakini pesa ya kompyuta, leo naweza nikakaa hapa nikaagizwa kompyuta 2, 3, nikamwambia of course dukani kwangu zipo na nikasupply. Niliangalia kwamba kuna fursa ya ukuaji wa teknolojia sasa hivi. Zamani tulikuwa tunaamini wanaomiliki kompyuta ni watu wakubwa au watu wenye wanaofanya kazi maofisini. Lakini kutokana na teknolojia kubadilika, kila siku digital inakuwa, kuna vijana ambao wamejiajiri wenyewe, wanahitaji vitu kama hivyo, kuedit vitu, kufanya biashara. Unajua tumetoka katika karne ya kuandika vitu katika karatasi. Tuko katika karne ambayo mtu anatakiwa aweke vitu vyake in digital form. Kwa hiyo nikaona kuna umuhimu au kuna haja ya mimi kujiingiza katika hii biashara, kwa sababu ni biashara ambayo inakuwa kila leo. Kila leo inamhitaji, yani asiponunua mtu jioni basi jioni nita. Lakini niliona kuna fursa, bado kuna taasisi za binafsi na taasisi za serikali zinahitaji wasambazaji wa hivi vitu. Kwa hiyo niliamua kujikita katika hivi vitu, na huwa na taasisi chache ambazo nazipatia vifaa kutoka katika duka. Yes. Umesema hakuna pesa unatamani Aziza impite. Ni biashara gani nyingine tena uliwahi kuifanya ama unafikiria kuifanya? Nafikiria kuleta BNB resident house. Okay. Yes, nimeona kwamba ni biashara ambayo sasa hivi ni very marketable na inahitaji watu, yani inahitaji watu wengi wanahitaji nyumba za kuishi. Si kila mtu sasa hivi anaweza kujenga. Kwa hiyo nimeona nitaingia katika biashara ya nyumba pia. Kwa mtu ambaye sasa anakuangalia, mpe picha nzima ya namna ambavyo biashara ilivyo, na kama anataka kuingia kwenye biashara, vitu gani vya msingi anatakiwa kuzingatia? Okay. Mtu yeyote ambaye sasa hivi anataka kuingia katika biashara, msingi mkuu wa biashara kwanza ni nidhamu na uaminifu. Usipokuwa na nidhamu katika biashara yako, biashara itakuwa ngumu. Na pia lazima uwe mwaminifu. Tofauti na uaminifu, lazima uwe mbunifu na upende kujifunza kila siku.
Mfano katika kilimo kila leo kinatoa mbegu mpya. Kila leo kinatueleza vitu, pembejeo zinakuja mpya. Kwa hiyo usipokubali kubadilika ukaenda na hali ya sasa, utakuja kujikuta unalima kilimo kilichopita. Mimi nimeenda shamba, naelekeza watu kupanda kwa kamba, naelekeza watu kunyosha mistari. Lakini walikuwa hawajua, kwa naambia na hapa kilimo cha darasani. Lakini at the end of the time sasa hivi wanafahamu namna ya kulima na wanajua kwamba yani kina manufaa gani kufanya kupata vile. Kwa hiyo mtu yote anayetaka kuingia katika biashara sasa hivi, kwanza akubali kujifunza. Kila leo vitu vinabadilika. Lakini awe na nidhamu kwa wateja, kwa biashara yake pia. Usichanganye pesa ya biashara na mambo binafsi. Lakini lazima uwe unazingatia muda. Upo katika wakati gani, unataka ufanye nini? Yes. Ni tukio gani uliwahi kupigwa kwenye biashara zote, kilimo na huku kazi? Ukasema hivi niendelee ama nisiendelee? Kwenye kompyuta sije kupata tukio ambalo limenifanya mimi nirudi nyuma. Lakini katika kilimo niliwahi kukuta kijana wangu ameuza mazao yote. Baba alikasirika sana, yani kwa sababu alikuwa hajui niambie nini. Mimi baba yangu ni mkubwa, ameniingiza katika hili jambo, lakini ni mtu ambaye ananisikiliza nini kinatakiwa kifanye kwa wakati huo. Ni sio kwamba mimi najua sana. Ananifundisha namna ya kuwa kiongozi. Kwa sababu kesho kushukuta anakuambia nitachoka, nitapumzika pembeni. Wewe ndio utatakiwa kuja kuvisimamia fully vitu. Yes. Kwa hiyo nilikuwahi kukuta kijana wangu ameuza mazao pale. Niliumia sana. Nikiangalia pesa aliyouza hawezi kunilipa. Lakini sikukata tamaa. Nikasema tufanye kazi, tuendelee. Na sikumwacha. Nilijua ni kwa sababu gani ameuza, kwa sababu pia kuna changamoto ambazo unajua kuna kitu ukimwachia mtu unaweza kuwa unamshawishi naye afanye, na hasa ukiwa haukiulizii. Kwa hiyo aliona vile vigunia sijui ni vichache, lakini kwangu vilikuwa nimevipigia hesabu ile pesa nakuja kufanyia nini kwa wakati ule. Kwa hiyo iliniumiza sana, lakini tunaendelea. Vigunia vingapi? Vinafika 100. Vinafika 100. That's a lot. Vinafika 100, lakini nilimsamehe na tunafanya kazi, kwa sababu mimi moja ya kitu ambacho nampenda kijana wangu ni anatumika. Unajua kuna kijana ukimtuma ni mbishi, hafanyi, lakini yeye anatumika, ni ana mapungufu tu ya binadamu. Kwa hiyo nilimuelewa na akakili mwenyewe kakosea, tukaelewana mimi na yeye sasa kama bosi tutalipana vipi na okay. I say mimi hapa refu of course, kwa sababu gunia moja kwa wakati ambao mimi naenda mwezi wa pili ndio mwezi wa pili na wa kwanza ndio mwezi ambao tunajiandaa na mashamba ya alizeti. Kwa muda huo wa alizeti gunia inauzwa mpaka 150,000. Kwa hiyo ile pesa yangu nilikuwa nimeipangia kwamba nitaenda kutumia kwa vibarua wangu kuwalipa. Kwa hiyo kama niendelee hesabu zangu za ikabidi niingie mfukoni tena. Nini unamwambia kijana ambaye sasa hivi yuko mjini huko, lakini anatamani kuja, yuko kijijini lakini anatamani kukimbilia mjini, lakini kumbe anakimbia mali kule, anafuata matatizo huko mjini? Huwa nikifika kule shamba nakutana na vijana wa vijijini. Nawaeleza mambo ambayo sisi tunakutana nayo huko mjini, na ninawaonyesha kwamba huko mna fursa nyingi kulikoni. Siwashauri wakimbilie huko. Kama wanatamani kuja huko, waje kujifunza na kurudi makwao, wakafanye kazi, kwa sababu mimi binafsi Aziza ni ajira tu inanibana, lakini ni mtu ambaye natamani nikae kijijini nikisimamia kilimo changu from beginning mpaka kinapoisha. Kwa hiyo siwashauri sana vijana wa mjini kukimbilia huko. Huko maisha ni magumu sana. Kazi huko ni ngumu kupata. Na ukiangalia sasa hivi kilimo ni uti wa mgongo. Wangejikita na masuala ya kilimo. Kuna kitu kama chakula. Chakula si kitu cha kusema kwamba eti leo utalima kesho hatutokula. Sisi ni binadamu, kila siku tunakula. Waangalie tu ni zao gani, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikawasaidia kule kupata fedha. Naweza kawa hawana mitaji, na ndio mitaji ndio vitu ambavyo vinasumbua vijana wengi. Basi kidogo kidogo kwa kujidunduliza, kwa sababu hata mimi Aziza sikuanza ninacho. Yes. Nilianza kwa kukodi matrekta, lakini leo namiliki trekta langu mwenyewe na natarajia kuongeza mengine. Okay. Unapanga kwanza kuendesha? Kuna siku kijana aliniuzi pale wa kuendesha trekta, nikamwambia baba, hii trekta naenda kujifunza. Of course nimeshajiunga INT. Nataka niendeshe kwa msimu ujao mwakani kwenye trekta nitaendesha mwenyewe. Utaki mtu akuudhi Aziza? Mimi sipendi. Unajua kuna watu tumuumba tupende budha. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye sipendi budha.
Kwa kumalizia, mtoto wako pia unatamani aje kuwa mkulima? Natamani aje kuwa hivyo, lakini huwezi kumpangia mtoto kuwa. Namsikiliza kile anachotaka kuwa. Kwa sababu hata mimi babangu hakutamani mimi kuwa mkulima, lakini yeye ndo kanijenga mimi nikawa mkulima. Mimi baba alikuwa kanaye anakuambia natamani kuwa uwe lawyer, uwe daktari. Yaani anataja yale makazi makubwa, pilot. Lakini sijawahi kuonyesha interest yoyote ya kutamani hivyo vitu. Nikiwa niko olevu, kuna kupangiwa combination. Nilipangiwa combination ya science. Nilikaa siku 4 tu, nikaenda kumwambia academic mimi siwezi. Baba akasema ukasome huko. Nikamwambia mimi siwezi. Nikaona hataki kunihamisha. Usiku nilichukua meza yangu nikajihamisha mwenyewe. Asubuhi naenda kuingia kule anatafuta darasani mimi sipo. Nimeingia kwenye masomo ya biashara. Lakini nasoma biashara sio kwamba nataka niwe accountant. Nataka kujua biashara. Nataka kujua biashara, nataka kuwa mfanya biashara. Kwa hiyo tangu nikiwa olevu nataka kuwa mfanya biashara. Hivi vitu vingine vya kuajiriwa vinakuja baadaye kwamba sasa lazima nijitafute, nisimame. Sisi tumezaliwa katika familia za kimaskini. Lazima utafute capital, uje upambane na wewe mwenyewe. Sio kwamba automatically utatoka tu utaingia shambani. Okay. Kwa kuwapa motisha sasa wasichana wengine ambao hawana mwanga, nini wanatakiwa kufanya? Unaweza kuwashauri nini? Vitu vya kufanya viko vingi sana. Usijikite na labda umemwona mtu kwenye mtandao anauza nguo au anauza mabegi, anauza nini. Angalia fursa iliyopo hapo kwa wakati huo. Then focus na hiyo fursa. Nijue hiyo fursa unayotaka kwenda kufanya. Yaani angalia hicho kitu unachotaka kwenda kufanya kinahitaji nini. Unaweza usiwe na capital kubwa, lakini ukawa tu ni mtu ambaye unajifunza kupitia watu taratibu na capital kapatikana pale pale. Kuna watu wanatokea hawana idea yoyote kichwani, hajui afanye nini, lakini yuko na pesa ndani. Kwa hiyo wewe binti ukionyesha kwamba unaweza kufanya hichi na ukakizingatia kile kitu unachotaka kufanya, basi anaweza kukuamini. Wapo watu wengi ambao hawana pesa wao, lakini wameaminiwa na watu mpaka leo wameweza kujisimamia wenyewe. Aina gani ya kilimo mtu afanye kulingana na hali ya hewa na mazingira na nchi ambayo sisi tuko hivi sasa? Unaweza ukatamani kufanya kilimo lakini usiweze kukilima. Ili uweze kufanya kilimo, tafuta kilimo ambacho wewe unaamini kwako kitakuwa ni chepesi. Kisome kile kilimo kinahitaji nini. Waulize watu wanafanya vipi. Jifunze kupitia wao. Ndio kilimo kinavyokuwa hivyo. Lakini unaweza ukatamani leo nilime nyanya. Au unalima nyanya, umeingia tu umepewa mbegu umelima nyanya. Hapana. Hakuna kilimo kirahisi wala kilimo kigumu. Kikubwa ni wewe kwamba kile kilimo unachoenda kukilima unakijua vipi. Unapambana vipi kukifahamu. Mfano mimi Aziza nilitamani kulima alizeti kama nilivyokuta mzazi wangu analima alizeti. Leo natumia muda wangu kusoma articles za watu wanaolima alizeti, lakini natafuta watu mitandaoni wanaojihusisha na hayo masuala ya alizeti. Lakini natengeneza network ya watu ambao wanalima alizeti. Wanafanya vipi? Mambo gani wanafanya mpaka wanafanikiwa. Kwa hiyo ili ufanye kitu, unaweza kilimo chochote ni kizuri. Haimaanishi kwamba alizeti peke yake ni nzuri au mahindi peke yake ni mazuri. Maharage, mpunga, ufuta, ni vyote ni vilimo vizuri. Lakini ili uweze kufika malengo katika kile kilimo, soma. Yaani tusiwe wavivu wa kusoma. Tanzania wengi ni wavivu wa kusoma. Na kilimo hakihitaji mtu kama huyo. Soma, practice. Kila kitu ni chepesi. Kila kilimo ni kiko. Nikushukuru sana Aziza Hussein kwa muda wako. Ningekuwa sio Mang'ati ningesema labda tunashare wazazi kwa sababu mimi ni Hussein na wewe ni Hussein. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Hakika umejifunza mengi sana kutoka kwa Aziza Hussein. Wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.